Wanakiambu hamjambo? Hamjambo tena. Wanakiambu oye. Oye tena. Tusalimiane hivi kwa salamu zake Mwenyezi Mungu. Asante. Haya, sima hiyo microphone nyingine mwenye ako naye. Haya, asante. Kwa hivyo tuguithanie ulia kuli ni dona na nilisikia asubuhi. Pamoja itu. Nilisikia asubuhi. Nataka niseme kwa ufupi kwa Kiswahili, nitasema kwa lugha. Ndio hata wenye wanafikisha mahali wanafikisha wafikishe kwa Kiswahili. Sasa ndio. Kwa vile mimi wakati nimekuja kuwa governor hapa, nikiwa nimeingia kwa hiyo ofisi, kesi ya hii ardhi nilipata kwa ofisi. Na kunipata kwa ofisi ni watu wetu walikuwa wamekaa hapa, na kuna kesi zingine hata zilikuwa wamejaribu kupeleka kotini. Na kwa hii ardhi, kitu ya mwanzo inafaa watu wote wajue na kwamba hii ardhi ni ya serikali ya kaunti ya Kiambu. Hiyo ndio sheria. Hii ardhi ni ya serikali ya kaunti ya Kiambu. Ile kitu ilifanyika miaka za mbeleni, watu wa posta walipatiwa ile inaitwa lease, 99 year lease. Na wakati nimeingia nimechukua ile lease kama zile lease zingine. Na mtu anataka kusoma sheria, ajue Wamatangi ni mwanasheria. Kila mtu ukitaka hata ndio unasikia kuna ardhi mara mbili. Kuna ardhi inaitwa leasehold na freehold. Tuko pamoja jameni? Walikuja wakapatiwa lease na serikali ya county. Hiyo lease sasa wameikalia ilikuwa imebaki kama mwaka 30. Alafu wakakosa kazi ya hii kiwanja. Hii kiwanja ikachukuliwa mwaka wa 2018 na watu wa Kiambu. Na watu wa Kiambu wakati walichukua wakaingia, wakaweka hizi biashara, wakaweka stage. Tuamwado itu. Tunapelekana moja kwa moja. Nasema kwa Kiswahili kwanza ndio kila mtu wako hapa, mpaka hawa askari wako hapa wenye wamekuwa deployed, mumetumwa, tusikizane kama yuko mtu Gasheru anasikia, asikie nimesema kwa Kiswahili ndio afikisha mali anafikisha. Baada ya hiyo hawa wamenipata hapo ndani, tukaongea nikamwambia list yenu imebaki hii miaka. Na kwa vile uwanja ilishachukuliwa, badala ya muwe mnasumbuka hapa kila saa mnazungushana na watu, mkuje nitawapangia mpango ambaye ni sawa sawa. Ile miaka imebaki 30, mimi nitawafanyia compensation ndio muondokee watu wa Kiambu. Ama namna gani jameni? Na hiyo tukaandikiana, iko kwa maandishi na tumeelewana na correspondence maandishi iko yangu na yao. Nikawaambia nipatieni ile valuation yenye mlikuwa mmefanya. Kwa vile mnajua kwa mambo ya kubadilisha hii Kiambu yetu. Mnajua nimesema tutabadilisha Kiambu, we make Kiambu great again. Si ndio nilisema? So niliwaambia kwa hiyo utaratibu yenye tuko nayo, sisi hatutaki mambo ya fujo, hatutaki mambo ya mvurugano. So niwapatie option rahisi, niwapatie ile pesa imebaki na wakasema ndio. Tukaandikiana na wakaenda. Sasa lakini la haula, baada ya hiyo kumbe kuna wakora wengine walikuwa ndani ya hiyo kikao. Na walikuwa kwa ule mpango wa mbeleni ambao walikuwa wamekusudia kukula pesa ya serikali milioni 54. Wakakuja na agreements zingine ati ya kwamba hii ardhi wamepatiwa kama private na wamepatiwa lease huko kwa posta. Nikamwambia mimi ndio mwenye ardhi kama governor na posta ni tenant wangu. Kama watapeana lease ingine juu ya hiyo, lazima kwanza waniulize. Kwa vile umepatia mtu lease, haiwezi kwenda kupatiana lease ingine kabla hujampatia ruhusa. Tukamalizania hapo, tukasema nyinyi ile kitu mnagojea ni malipo. Sasa tumeanza kazi, tumetengeneza hizo kiosk, mnaona zote ziko hapo, hizo modern zote ndio zikuwe sawa sawa, hii kaunti yetu ikuwe sawa. Nikakuja nikasema sasa hapa hii kioski yetu ilikuwa hapa hiyo, wacha tutengeneze sura mpaka huko juu. Nikasema tutaambia kila mtu toka kwa amani. Hawa wenyewe hawangeweza kutoa mtu hapa mbeleni. Ni magela utira modo hakuna mtu angetoa. Lakini nimekuja tu kwa heshima kwa vile tunaheshimiana na nyinyi. Tukasikilizana, toeni viosk mulete mbele kwa heshima na kwa amani. Alafu mimi nitengeneze hizo kiosk mzuri ambazo ni hizi na ni kiosk yenye ni movable. Hata tukitaka kujenga stage ya gorofa tunaweza jenga ya gorofa baadaye. Ama namna gani jameni? So baada ya hiyo sasa huo utaratibu umetembea mzuri na tumeongea kama watu wazima. Sasa wakati hii kazi inaendelea, na hiyo ni kazi yenye serikali imepeana contract, na hiyo ni pesa ya mtu binafsi ameweka hapo. Na ni mtu anafaa kulipwa na serikali.
na serikali inatumianga pesa ya nani? Ya umma, ya wananchi. Kwa hivyo sasa ile swali ya mwanzo ni tuulizane, wakati hao wanapanga kukuja kuharibu hii wenye wamekuja kuharibu usiku, wanapangia ni nani atalipa mwenye alikuwa anafanya kazi? Pesa itatolewa kwa akaunti ya nani kulipa mwenye contractor? Tuko pamoja jameni? Ya pili, sasa tuko na hizi vibanda zote za wananchi wetu, zote hizo zenye zilikuwa na mali ya watu wenye tuliambia kwa heshima, songesheni mbele. Hii kioski ikiwa hapo mbele imesimama hapo, ni nini imeuliza mtu kama imesimama peke yake? Walikuwa wanabomoa usiku ya nini na kuibia mali ya watu wenye wako ndani? Haja gani kukuja hizi container kuangusha huko na kubomoa hizi vitu zote? Kama haja yao ilikuwa ni ukuta na haziko kwa ukuta, walikuwa wanauliza hizi ni namna gani? Sasa hapo ndio kwanza mimi naanzia kusema ya kwanza, hiyo mwanzo ni madharau. Tuko pamoja? Hiyo ni madharau, haina njia nyingine. Ya pili, mimi nataka tusikizane na nyinyi, na nasema ya mwanzo kwa Kiswahili, ndio ule mwenye anataka kufikisha story afikishe vizuri, kama nimesema kwa Kiswahili ndio isikikane mzuri. Ya kwamba hapa hiyo kitu yenye wamefanya sasa wametuharibia. Kwa vile wanataka kwanza kuingiza mambo ya siasa yenye haikukuwa hapa mbeleni. Ama namna gani? Wanataka kuleta hii Kiambu kutoka mwaka nimechaguliwa 2022, tumetuliza hii Kiambu. Tumesema tufanye kazi, tuachane na siasa. Ama namna gani? Na mimi nimekuwa nikikuja kwenu kila siku kuambia Kiambu hakuna siasa mwaka wa 25 mpaka 26, nikasema tutaenda siasa 27. Nikasema tukae kwa amani. Ama nilisema namna gani? Lakini sasa wameanza kutuingiza kwa siasa yenye hatukuwa tunataka kufanya mbeleni. Wameanza kuleta siasa. Yule mtu anataka kufanya hii mambo, na nataka niseme pia, asubuhi wakati nimemwambia hii mambo, nimempigia mkuu wa posta anaitwa Tunoi. Nikamuuliza, wewe ndio umetumana watu wangu wabomolewe usiku, alafu mali yao iharibiwe na pesa zichukuliwe pamoja na vifaa vya watu? Akanijibu kwa sauti yake, akaniambia ya kwamba sio mimi nimebomoa, ile watu wamekuja kubomoa ni wakora. Tuko pamoja jameni? So nataka nijue hawa wakora wenye wanachungwa na polisi ni wagani. Nataka nijue hawa wakora wenye nyinyi polisi mmekuja kuchunga, mniambie ni wakora wagani hao. Yes. Kwa vile hii tutatembea naye mpaka mwisho. Tutatembea na hii mpaka mwisho. Na mimi nimewaahidi. Hii hatutawachania karibu. Kwa vile mimi mwenyewe kama governor nimepiga simu ya heshima. Na nimemuuliza huyu mkuu wa posta. Nikamwambia jamani, hata mdogo wake nikampigia asubuhi. Nikamuuliza, jamaa, sasa wewe unatumana usiku, mimi nipo, uko na simu yangu. Kama kuna jambo si uniulize, lakini kwenda kuharibu mali ya wananchi usiku ni desturi gani? Tuko pamoja jamani? Umesikia majibu yake? Amesema wale watu walikuwa hapo usiku ni wakora. Sasa nyinyi watu wetu wa forces, nyinyi mko na uniform na bunduki, tutaulizana. Mtueleze huyo mkora amewatuma ni wagani, ndio mkuje mshikilie hapa. Ya pili, tujue ya kwamba ni barua gani wameandika kuwaletea kuambia hapa. Na ya tatu, nataka tusikizane vizuri ya kwamba hapa hii ardhi iko ndani ya kaunti ya Kiambu, na serikali ya kaunti ya Kiambu ni serikali halali ya kikatiba. Kwa hivyo hakuna serikali ile ni serikali ya kudandia ingine juu. Sisi wote ni serikali. Tunaheshimu serikali kuu. Tunaheshimu viongozi wa serikali kuu. Lakini lazima watuheshimu. Ama namna gani jameni? Lazima watuheshimu. Hii kazi sio kazi hii mmeanza kuharibu. Na msikie nikiwa nasemea hapa Kiambu. Kama sasa mpango ni mwanze mfurugano vile nimesikia wakisema ati usiku mtakuja, kama mnatarajia ati mtakuja hapa kushika watu ama kufanya nini? Sasa kama ni jela ama mahali mnaweka watu, mwanze kutengeneza wa matangi leo. Msitengeneze ya mtu mwingine. Tusikizane. Kama ni mahali wanataka kwenda kufungia watu na kuweka, msitengeneze hawa raia, mwanze na wa matangi. Mkue tayari nayo, hapo ndio nitakaa. Kama ni kuonana, tutaonana hapa kwa hapa, unyo kwa unyo. Ama namna gani? Hatutakubali madharau. Mimi nimekuwa governor mtulivu sana. Hii kaunti ya Kiambu nimetuliza, nimemaliza siasa. Nikasema tufanye kazi. Tuheshimu hata serikali kuu wafanye kazi yao. Ama namna gani? Nikasema sisi tufanye kazi yetu.
Sasa mnakuja kutuweka kidole kwa macho kwa nini? Sisi hatuwezi kubali. Hakuna mkora hata kama ako na pesa ngapi atakaa nyuma ya vikosi vya polisi ama mtu mwingine kuja kusimama hapa. Huyo mkora mumlete hapa tumuone. Tujue ni nani. Tupambane na yeye. Nataka tusikizane na nyinyi wananchi. Leo huyo mkuu wa posta ameniambia ya kwamba yeye mwenyewe binafsi ataingia kwa ofisi yangu kesho na mdogo wake tukuje naye hapa. Akisema tumekuja hapa naye kesho ndio tuone mpaka hapo pale mahali vitu ilikuwa, na nikamwambia kazi yetu ya mjengo inaendelea. Akasema inaendelea. Tuko pamoja jameni? Nataka tusikizane. Nataka tusikizane vizuri. Ya kwamba sisi hakuna mahali tunaenda. Tuhamwado itu. Hakuna mahali tunaenda na usiwe na wasiwasi. Tuhamwe. Usiwe na wasiwasi na usiwe na haraka. Tuhamwe. Hakuna mtu anaweza kutupeleka mahali. Tuhamwe. Na kama kuna jela ya kufungia watu watengeneze ya kaunti mzima ya Kiambu, tutaita watu hapa wa Kiambu mzima. Tuhamwe. Tusikizane kesho asubuhi. Hapa huyu amesema ataingia. Kesho asubuhi tuko na mkutano na nyinyi hapa saa 3 kamili. Nitakuwa hapa. Sisi wote tuko wapi? Tuko hapa. Akuje atuangalie sisi wote kwa uso, aseme vile anasema na kwamba ukweli sio yeye ametuma. Alafu tuelewane sasa mambo ya hapa vile tunaendelea mpaka mjengo wetu mpaka mwisho. Ile kitu hatutaki nyinyi watu wetu askari wa polisi, tunaheshimu na tusikizane na nyinyi. Wakati hii kazi yote imekuwa inafanyika hapa, nyinyi hamuku kuwa hapa. Tumefanya bila nyinyi. Tafadhalini tunawaomba tulieni mahali mnafaa kufanya, mfanye kazi ya kuchunga wananchi. Msituletee upande huu kwa vile tumekuwa na heshima na nyinyi. Lakini mkisema itafika mahali iwe sasa ni kuonana, asili hatuna shida. Kama ni viboko, kama ni tear gas, kama ni risasi, kama ni nini, tuko chonjo. Ama namna gani? Tuko chonjo. Tuko chonjo. Na mimi nimewaambia mumetutia kidole kwa macho. Na nimesikia vibaya sana. Kwa vile mimi nimekaa kwa hii county miaka 2.5. Nikiwa ninatuliza hawa wananchi, tuachane na mambo ya kuharibu siasa na kuharibiana majina. Na kuharibu hata jina ya serikali kuu. Niambia watu tutulie. Wacha serikali ifanye kazi yake na sisi tufanye kazi yetu. Kana tu wadambo erete. Lakini sasa mkianza kufanya vitu namna hii tutakosana vibaya sana. Nimesikia mtu alitoa fununu na nataka niwaambie. Iko mtu ametoa fununu kwa vile mwenye posta amesema ni wakora, nimesema acha nikae na hiyo neno ya wakora. Mtu ametoa fununu Nairobi. Na mtaona akasema ati ni polisi walikuwa wamevaa nguo ya raia usiku. Hiyo ndio ile neno mtu ametoa kutoka Nairobi. Nataka nijue kama ni nyinyi basi mlikuja, kesho mkuje mkiwa hivyo tu. Tutapatana. Tutapatana. Na leo usiku si tunashika doria hapa. Leo usiku tunashika nini? Doria. Hakuna mtu ataharimu mali yetu. Na kesho kesi moja ile tutafanyia hapa ni kuulizana ya kwamba hii mali ya watu imeibiwa ni nani analipa. Kanatiguo. Lazima ilipwe. Ule mtu mwenye alikuwa na kiosk hapa alete bili yake ile vitu ilibiwa. Lazima pesa irudishwe mtu apewe yake. Mimi juzi nimekuwa hapa nikifanyia watu harambe. Wenye walikuwa hapa hivi watu wenye walikuwa wamechomekewa. Sasa kesho nikuje kufanya harambe tena ya wanabiashara wengine wenye wanaharibiwa mali makusudi. Hapana. Nimesema ule mtu ameharibiwa lete bili yako. Tukiketi kuongea tutaulizana hiyo bill iko wapi na ni nani alaipa. Kana tu wadoi tu. Kwa hivyo mimi nataka tuelewane na nyinyi, nataka mkuwe na amani sahihi. Tuko pamoja? Daishi mokoro mwe na amani, muwe na amani, mtu asishike kitu, wacha tuwasubiri kesho asubuhi. Na mimi binafsi kama gavana yenu ndio mtakuwa wa kwanza hapa. Tuamwe. Wakuje watupate wapi? Alafu tuongee tusikie vile wanasema, wakisema sasa hiyo mambo walikuwa wanasema kama niyo wakora tuone. Yule mtu ambaye anaweza kuwa anakusudia ya kwamba ati hapa kuna pesa ya serikali ya county itatolewa kumulipa kwa zile uongo walikuwa wanaweka mbeleni. Ajue Wamatangi akiwa governor hakuna hata shilingi moja ya ukora itatoka hapo. Na hiyo ni kitu yenye nimesema kutoka mbeleni. Pesa ya ukora haitatoka hapa. Ati watu wamejifanya, tuwako na list, ndio wenye hii ardhi, hakuna. Na dekia na kumwira, na nataka niseme hata kwa Kiswahili hii ya mwisho, ndio ule mwenye anataka kusikia asikie. Hii mahali tupate suluhisho mzuri vile tumesema. Kesho tunaanza kazi yetu tukimalizana nao wakirudi Nairobi. Alafu tuendelee na kazi na tuulizane gharama ya hii mjengo nani analipa, tuendelee na kazi. Tuhamwado hitu. Kama sio hivyo, sisi tukiona tunakaa tumekosa mahali ya kufanyia biashara, wamekataa suluhisho,
Wenye tumebomolea hapa tutaingia kufanyia ndani huko kazi. Hapo ndio tutaweka kiosk. Tutaweka huko. Tuhamwe. Sasa unajua mkisema ni mbaya itakuwa mbaya. Kana tiguo. Hakuna, mimi siogopi, tuko pamoja. Na nimesema hata wasishike mtu yote hapa yote, wasishike mtu yote hapa, waanze na Wamatangi. Mabirilie nani? Yes, mutaniona huko na mimi nitapambana nao. Juga na Gikuyu. Na mwera tulikanire leo tukue na amani. Mtu asishike kitu yote hapo, ndugathi haria kuhurana na mundu hakuna haja. Yenye kira gigaciarwo rucio nikio tukogithia. Tuhamwe. So leo mtu asikuje kukuwekelea. Mtu asikuje kukuwekelea ati uwe pale ndio useme ati umeshikwa hapo unapiga piga, wachana naye. Hakuna mtu atabeba hii ardhi hapa. Tuhamwe ndo hizo. Ndikiaria na Gikuyu. Ndimwire. Ndaiga rucio. Twi handu hariku. Twi haha. Tuoka rucini na nimwaigwa mundu tanaigwa githweri kiria ndoiga. Ni mwenyewe ni mwene kuhurira mwene wa posta rucini. Personally, ndamuria niki, you know me, uko na namba yangu ya simu, kama uko na shida uregire kuhurira niki. Ajira goko ri nie tini ndutire wira ucio aiga ahuthira githweri aiga ni wakora walikuja usiku. Nikio ndaiga atiriri, ndui mundu angigitwa kerimuri, angigitwa kerimuri tuka kerimu kiu kinye mwisho wa maheni make. Kana tiguo. Akinyia leo mwisho wa karurigi gake kama maheni ri, leo muonane na uma waku. Tuhamwe andu itu. Uma witu ni ati kiharo giki ni gia Kiambu. Giki kiharo giki Kiambu kana giku. Eni na ene mugundo uyu aria aya posta mahiro mugundo ni kaunti ya Kiambu. Makiro marutire wira na hatuna shida. No tondu ni maremirwo ni wira na ni maikarite miaka yo maikarite. Gushoka wananchi nyu mukiingira na hii kiwanja watu waliingia 2018 kana ama namna gani? Italikuwa itatuwekete governor. Nimekuja tu kuchukulia mahali mlikuwa. Nikio ndamwira tuiguithanie. Aya ithuĩ muthie o mundu ne rute biashara ciake wetereire oguo nie ngaroka haha thaa igiri. Ndi haha inyu mugoka thaa ithatu mugakinya handu hariku. Tondu oiga ni tugoka nake ha rucini na nene yake na ndamwira hatire macira meri. Uyu mwako no nginyagio thie na mbere. Ni twanyitana. Leo ndamwira ukanigetha we wona twarikani oguo unjire atiriri. Haha ri ndirenda haikare yao na niki wiki wina kio no ongorwa ni muhuthirira wa nyumba iria ni tukuria niki na nugo maraiga ni gukomborithia makomborithitie kana tiguo nikio ndaiga inyu mukomuri andu atulivu tuoka rucini haha tukaria na andu acio wona twaremanwo nie ngamuhe ondo tugathii twa andu itu nyamu ici ciothe ici marakira guku ici tugakuo tugathi gwaka nacio ciugo cia nguku tuhamwe tucoka kuma uguo twanjie gwaka nyamu ira turakaga haha na tukamiaka turugamiriire nginya rike tuhamwe na nikio ndamunyi mutikage na wasiwasi ongoro he mundu kanyitwo ureke makambiriria nani aiko he igoti mathi mahariririe kurio tene maiga niturarehe wa matangi rucio na ni ngathi tuhamwe andu itu angikorwo ni njera makamba manjikie macokeru mamugire no ucio tutingitikira haha he andu mokire haha makigeria kuiya mbeca cia county ndoka wabici ino ndareheirwo maratathi hindi ria mwokire kiharo giki ati he andu makomborithitio na makariha milioni 54 ngimuria muraiga mundu akomborete kiwanja akariha milioni 54 gya gwika ati ni akaga petrol station ni akaga factory ngania ati ni marutite mbia tumacokerie mbeca ngimera nyoni ya account ire mwekirite mbeca iriku nigetha na nyone murihi mbeca icio no nigetha ndikimurie kuria ciathire ri mumucokerie hau niho twambire kuhitaniria to nie ndirutaga mbeca cia werere mbeca cia werere nie ndinginengera mundu ona angikorwo no nikio murona account ino ni rajia guthie na mbere na njira ire yagiriire twa mandu itu nikio murona tugiaka macukuru nikio murona tugiaka stage ici ino ni stage ya mugwanja gwaka thini wa account ya Kiambu Kikuyu twakite stage teno Thika twakite stage teno haha egwitwo Ngewa twakite stage teno Banana ni twakite stage tukarikia teno na Githiga ni twakite stage teno ekarika hii na Limuru kwa Bera sasa hii ni stage ya 8 kujenga ndimwire wira ucio ithu tutirarugamia ni turaruta wira uriku hii pesa mnaona nimekataza wakora nikio murona mashukuru maria njakite tha ici njakite mathukuru 247 riu na ndorete kurikiriria mangi ngoro njakite mathukuru 309 nigetha kaunti ino coke haria yakoragwo tene tuhamwe andu itu
na ndimwire uria ndiroigite mbere-ini ndiroigire ni tweherere siasa tuhamwe ndegire tweherere siasa na nyumu kwa muri andu ogi no wona ri maturehera giki tuguthi undu ungi tuhamwe andu itu maturehera tuguthi to ni ndiroigite reke twambe tuthoreke county miaka eno iri siasa ni tugukorana nacio 27 no tukorwo at least ona yo ati haha mama no mutiga kiendia kiria rendia thie siasa 27 kana tiguo ongorwo ni mame haha ri tiga muiritu gwakwa kiendia no athi siasa ri ni he mundu gukorwo eka biashara kana tiguo andu itu eni nikio ndigite twambe tuthondeke tondu he handu turoyagirwo na tukahenio muno turoka tugakorwo haha ithu tugatuika turi andu a siasa na andu aria angi ni gukuria marakuria kwao nikio ndamwite twambe tuhige miaka eno twathondeka maundu hatiri undu magatugarura hakiri mwaka wa 2027 aikoni tutete itua kana tiguo andu itu itua riaku gutire mundu ngikweheria haririo kogo nikio ndiramwirite uge witu ni tuhakikishia ati biashara besha ile citwigie ni twanengerwo miaka eno iri kogo ndimwire tafadhali tusikizane mundu ndagathi guthukia haha usiharibu kitu yoyote nyinyi wacheneni naye kesho asubuhi tuko hapa na inywe aingi muonaga ngirite tutire twacemania harehe mwaki tutire twacemania harehe mwaki no angikorwo ni uguceria mundu utagwo na makuhia ri ukanjaria rucio tuhamwe andu itu haha ni tukawakia ni tukawakia wona marehe wana o uria wi iguru gwakwa gwikuhio muno guku tuhamwe andu itu koguo tulikanire inyo mutikagĩa na wasiwasi mundu ni athie kuria guthie kama undu maria gwika turokania rucio tuigue ni kiriku na ni mheshimiwa Hezron usistuliwe tena mundu guthie gotini sawa mtu akisema anataka kwenda kotini wacha aende kotini tuko pamoja acha aende eke athie kuria arathie wira wi handu hariku wira wi haha haha niho wira ugakorwo kou mundu ni athie ndigutinda ngiongerera athie ni agatukora tukiruta wira kana tiguo oguo tu nitwarikanira koguo nyo mkiria na nitauliza Koina pamoja na hii timu yetu ya Kiambu sasa mpangane hapa hawa watu wote wameadhirika tuandike majina hawa watu wote hizi vioskis vyote na mtu aandike hasara yake ni gani na nini alafu watu wa county nyinyi Chief Jenga hiyo hasara yote hii ya nini ya destruction hiyo yote pia nayo ikuwe quantified yote hiyo hasara ambaye yote hiyo wameharibu huko hiyo foundation na nini ile pesa ikuwe quantified kwa vile unajua tutigera andu atumao kama magathukia indo tukamera kwa heri kana tiguo acha uwezi kuwa unakuja kuharibu mali ya wananchi alafu tunakwambia ati see you again hakuna no ginyagio menye giko giaku no ginyagio ririha kana tiguo na ni ugucokia guoko muhuko okorwo ti uguo kuna watu wataenda nyumbani kuna watu wataenda nyumbani juu hii twanyita nado itu sasa tuonane rucio na mutulie no kamwe na wasiwasi ungi tucemania handu hariku oguo tu hivyo tu peke yake sawa asante Mungu awabariki watende vyema tuko pamoja sawa